Najiamini kwa sababu kwanza kocha mzuri ambaye najua ligi ya nyumbani, na nilifahamu uwezo wa timu yangu baada ya kuikuta ina mapungufu fulani, nimeyafanyia kazi na nimeona kabisa kwamba wameyafuata vile inavyopaswa. Nimeangalia mechi za Azam walizocheza baadhi, kwa nikagundua kabisa kwamba hapa kuna jambo ambalo naweza nikafanya. Kwa hiyo timu yangu iliingia na tahadhari kubwa. Of course hatujaonda kesi kwa sababu ni Azam ni moja ya timu kubwa katika Tanzania. Sasa ukisema kwamba Azam timu ndogo si sahihi. Isipokuwa ni timu ambayo ya kawaida kwa sababu wao wanacheza Premier League na sisi tunacheza Premier League. Kwa hiyo tunatakiwa tushindane katika kiwanja na yule mwenye nguvu aweze kushinda. Sasa sare dhidi ya timu bora kama Azam ambayo katika timu kubwa tunasema mshiriki pia michuano ya kimataifa, inaweka kwenye wakati gani timu yako Mashujaa kuelekea mechi za raundi ya pili ambazo zinaendelea? Wametupa challenge kubwa nzuri na vijana wangu wamejifunza, kwa sababu kiukweli Azam ni timu nzuri sana kwa sababu na professionals wengi, lakini ni timu ambayo iko well organized, wanajua wanafanya nini. Of course sometimes kama mwalimu lazima uwe unawapa moral ya wachezaji wako. Siwezi kwenda kucheza na Azam nikasema Azam timu kubwa, timu nzuri watanifunga. Hapana, hapo tayari nishakuwa nimewatoa wachezaji wangu kwenye mchezo, lakini ninakuwa naongea na confidence na kutokana na mazoezi tuliyofanya. Na mimi mpira wangu ndio huo. Unaweza kuona wale TRA wa mabania Yanga, unaweza kuona jana kwamba wa mabania Simba, na hizo zote timu kubwa. Kwa sababu wote tunacheza ligi moja na kila timu inajipanga vile ambavyo wenyewe wanajua, basi huwa tunawaambia wachezaji wetu wacheze kwa tahadhari kutokana na ukubwa wa hizo timu, lakini vile vile tunaweza tukacheza na kuona kwamba tunaweza tukafanya vizuri kama tutajizatiti ambavyo inapaswa. Mchezaji wako Mohamed Musa Beki, huyu alikuwa mchezaji bora wa mechi, lakini pia timu ya taifa ameitwa. Kama kocha kwako binafsi umeipokeaje? Mimi nilipofika nilimwona Mohamed anacheza na nilimwambia Mohamed, uwezo wako uliokuwa nao una uwezo mkubwa, unaotakiwa kujitambua na ufahamu kwamba mpira ni kazi. Ukijitambua, ukiweza kucheza mechi 3 nzuri ambazo mimi niko na wewe, na kuhakikishia utaenda kwenye timu ya taifa, kwa sababu mimi moja ya kazi yangu katika mpira pamoja na kufundisha, mimi ni motivator mzuri sana, na motivate wachezaji wangu na wajenga psychology ili mradi waweze kuwa washindani. Na kweli alikuwa anafanya hivyo toka mechi zote ambazo nimekuwa naye. Mwenyezi Mungu amemsaidia katika national team, amefurahi. Lakini na jana nimemwambia cheza vizuri mechi hii, lazima mwalimu wa timu ya taifa Michael Gamond atakuwa anaitazama. Utapocheza vizuri na yeye utampa moyo zaidi wa kuona kwamba hajachagua mchezaji wa ovyo. Amefuata nilichomwambia, kacheza vizuri, mwisho siku amekuwa mchezaji bora. Nafikiri hata mwalimu ambaye kamwita timu ya taifa atafurahi kuona kwamba wachezaji waliowaita kuwaita kwa bahati.